Kwa hiyo kabla ya Haji kuwa katika hii level alionayo kwa sasa, ndoa zake zilikuwaje? Tuanze kufikiria hapo, zilikuwaje? Na kwa nini ndoa za hivi sasa zimekuwa hivi zilivyo? Mimi niseme mzungu Haji ni promoter ambaye kaamua kujitoa kuwa promote wakina dada wenye muonekano ambao hawana majina makubwa ama nyota zao zimefifia ama wako level ya chini. Anachokifanya yeye ni kuwatoa from zero to hero. Sioni utofauti wa kipindi kile cha kina Mondi wanatafuta majina kutembea na mastaa. Sasa kuna utofauti gani wa star Haji kuwachukua mabinti ama wadada ambao wazuri, ambao wanatamani kuwa level fulani, ambao hawajui njia za kupita, yeye kuwachukua na kuwaweka level? Mimi mpita njia ni mtu wa kufikiria nje ya box. Siwezi kapotea mabovu kama wewe usiofikiria nje ya box. Mimi naamini hizi ndoa za ndugu yetu Haji ni ndoa za makubaliano, za kumtoa mtu kwenye level fulani kutokana na ukubwa wa jina alionao Haji, kutokana na brandi yake. Akikishika kitu hata kikiwa hakitambuliki, lazima kitatambulika. Hebu tujikumbushe Hamo alipokuwa kwenye mahusiano na Wolper, nani alikuwa anatafuta jina? Na baada ya aliyekuwa anatafuta jina kuwa na jina lake, kufika kwenye ile piki ambayo ya makubaliano walioyaingia, kilichotokea ni nini? Sepenga alipokuwa na Mondi, nani alikuwa na jina kuliko mwenzake? Mondi alivyokuwa kwenye ile piki aliyoitaka, kilichotokea ni nini? Kati ya Mondi na Zari, nani alikuwa na jina kubwa? Walipofika kwenye ile piki waliokuwa wanaitaka, nini kilichotokea? Unataka kuja kushangaa kwa Haji kuwachukua watu ambao walikuwa wanasuasua katika brandi zao, kwa promote, unakuja kushangaa na kuongea? Narudia tena, hii ni promotion. Hii ni promotion ya brands. Kwa hiyo kinachofanyika ni brandi kubwa kuibrandi brandi ndogo, brandi kubwa kuipromoti brandi ndogo. Kwa hiyo hizi ndoa ni ndoa za makubaliano, ni promoti mpaka nikifika level fulani niache niende. Tumekuwa tukiona hata Mondi alipokuwa na mabinti kwenye mahusiano yake, anawapromoti alafu kisha anawaacha, na akiwaacha wanakuwa katika level fulani ambao wanaweza kuendesha maisha yao. Hebu niambie, ni yupi aliyeachana na Haji alafu akarudi kuishi maisha ya ndoa ya kuwa chini ya mume wake? Ni yupi mke ambaye aliachwa, hawa matwiga walioachwa bila kashfa? Yupi aliyeacha kwa kumsifia? Yupi aliyeacha kwa wema? Tafasiri ya kashfa mimi si tafasiri kama kashfa kama wanavyotafasiri watu wengine. Na itafasiri kashfa kama kiki ya kumwacha Haji kwenye level yake, ili mwingine aje apitie pale, na atakapoondoka atamuacha na kashfa ili aiache ile level ya Haji aliyomkuta nayo. Haji hajuti wala sikitiki, anatoa chombo anaweka chombo. Tunajifunza nini kupitia toa chombo weka chombo? Hapa kuna maigizo, hapa kuna promotion. Haji anachokifanya, anamchukua binti, anambrandi. Baada ya kumbrandi, akishafika kwenye level aliyokuwa anaitaka, mkataba wao unakuwa umekwisha.
Sasa ili aweze Haji kubaki katika level ile ile, anatakiwa waachane kwa skendo. Wakiachana, ni maisha gani ambayo anakuja kuyaishi yule mwanandoa? Anacheza na media. Media wanapata cha kuongea, yeye anazidi kubrandi jina lake. Ndio target na makubaliano ya hizi ndoa za drama. Yaani unataka kuniambia Haji ana mabaya tu kwa wanawake? Kwa nini wasiachane kwa wema kama ilivyo dini inavyozungumza? Kwa nini wakiachana ni skendo? Zile skendo nyuma yake kuna kitu. Kwa hiyo ninachoweza kuzungumza kwamba Manara anachokifanya ni kuwa promote wakina dada wenye mionekano, ambao wenye tamaa za kuwa mastaa. Kwa hiyo hapo ni swala la kutumiana. Yeye atawatumia kutokana na mikataba yao, na mikataba yao inapoisha, biashara inaisha. Kwa hiyo unataka kuniambia hakuna ndoa za mikataba? Lakini watu wanajiuliza kwa nini waachane kwa skendo? Mkiachana kwa skendo, mnatakiwa kuuliza kwa nini hizi ndoa za wake wa Manara wenye mionekano wazuri au matuja, kwa nini kunakuwa na maskendo? Unataka kuniambia kwamba Haji hana mema ambayo aliwatendea? Lakini huwezi kutengeneza skendo kwa mema, lazima utengeneze skendo kwa mabaya ili media ipate cha kuongea. Baada ya kuwa kwenye jina hilo, unataka kuniambia ataolewa haraka haraka? Watu waliotoka kwenye mahusiano ya ndoa na Haji wako kwenye maisha ya ndoa. Kwa nini huyu brandi kubwa baada ya kuachana anaoa? Na anawaoa wanawake wa aina gani? Anaoa wanawake wenye sifa ya kuwa wake, au anaoa wanawake wenye sifa ya kuwa mastaa? Anaoa wanawake wenye sifa ya kuwa mastaa, lakini haoi wanawake wenye sifa ya kuwa wake. Ndugu zangu, sio kila mwanamke ana sifa ya kuwa mke. Naamini ikifika muda ya ndugu yetu Manara kuwa na mke wa ndoto zake, atakuwa na mke. Simtofautishi sana kati ya Mondi na Haji. Tuna tofauti kwamba Haji anaoa, anaacha, Mondi anakuwa kwenye mahusiano na kuahidi kuoa na haoi. Lakini anaowaacha anawaacha vizuri. Na Haji anaokuwa nao kwenye maisha ya ndoa, akiwaacha anawaacha vizuri. Yupi aliyeachwa na brandi kubwa ya Haji alafu akawa chini? Je, ni yupi aliyekuwa kaolewa na Haji ana jina kubwa kuliko Haji? Na je, wanapoachana wanaachana akiwa na jina kama la mwanzoni, ama anakuwa na jina kubwa ndio kisha wanaachana? Ukipata majibu wanaachana mwanamke baada ya kuwa na jina kubwa, ndio mkataba wao. Siingii sana na sina ukweli kuhusiana na hilo, lakini nafikiria nje ya boksi. Anachokifanya Manara ni kupromote brandi ndogo. Anachokifanya ndio kama mastaa wengine wakina Mondi, Harmonize walichokuwa kikifanya. Kwa hiyo baada ya kuwa promote au wakina dada zetu wakishakuwa na majina, wampe maua yao baada ya hizi skendo. Manake skendo, kiki, matusi, kashfa ndio zinazowafanya media wapate cha kuongea. Na media inapoongelea na kuposti picha za watu, maana yake pale ile brand wanaikuza. Leo waachane tu, wameachana kwa wema kimya kimya, wataongea nini? Sasa leo huyo Twiga tayari ni star. Tayari kashakuwa na mabodyguard. Tayari kashakuwa na gari ile yenye plate number ya jina lake. Lakini hapo mwanzo ilikuwa ni hivyo. Kwa hiyo yangu niseme ni hayo. Nimalizie kwa kusema kwamba
mwanamke mjinga humchanganya mwanaume aliyetulia, ila mwanamke mwenye akili humtuliza mwanaume aliyechanganyikiwa, kwani mwanaume asili yake ni kupata utulivu.